Habari za jioni mtazamaji wa Star TV, karibu sana katika taarifa ya habari kutoka hapa Star TV. Kuambia tu kwamba Star TV ipo, Star TV itaendelea kuwepo, na tunakushukuru sana mtazamaji kwa kutupa uaminifu kwa kuendelea kuwa nasi, na sisi tunakuahidi kwamba tutaendelea kupatia vipindi mbalimbali bora vya kuelimisha jamii, kuiburudisha, kuifahamisha, lakini pia kutoa mafunzo ya hapa na pale. Star TV, chombo chako bora kabisa cha matangazo, bado kipo na wewe na kitaendelea kuwa na wewe vizuri kabisa. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Basi nikukaribishe katika taarifa ya habari kutoka hapa Star TV. Na usiku wa leo tuna mengi, lakini kubwa zaidi ni pamoja na vituo vya afya Katoro, Mbogwe pamoja na Nzera mkoani Geita vyakabidhiwa mashine za kisasa za kupima ugonjwa wa sikoseli. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi, na kusihi ungane nami hadi tamati. Kwanza muktasari wake. Serikali yasema jamii itaanza kunufaika na ujumbe mahususi uliobeba elimu ya malezi, makuzi pamoja na maendeleo ya awali ya mtoto ili kusaidia ufahamu wa malezi bora. Naibu balozi wa Uingereza nchini Tanzania Sally Hedley aipongeza serikali kwa hatua za kudhibiti ongezeko la watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Kwa habari za biashara na uchumi, Tanzania yazindua programu ya kitaifa ya miaka 4 ambayo inalenga kusaidia biashara changa 1000 zenye ubunifu na uwezo wa kukua. Katika habari za kimataifa, Irani yasema dunia inapaswa kuwa tayari kupanda kwa bei ya nishati ya mafuta kwa dola 200 kwa pipa. Na katika habari za michezo na burudani, chama cha riadha mkoani Dar es Salaam DAA chaandaa kliniki ya kusaka vipaji vya vijana. Na FIFA yapunguza bajeti ya fainali ya kombe la dunia kwa mwaka huu kwa dola milioni 10. Na mtazamaji, unaweza pia kufuatilia matangazo yetu haya mazuri kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi ni Bernard James. Karibu sana na tuwe sote. Mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuiamini Star TV. Tupo na tutaendelea kuwa na wewe, na asante sana kwa kuendelea kutuamini. Endelea kutuamini mpaka kesho na kesho kutwa. Serikali imesema jamii inatarajia kuanza kunufaika na ujumbe mahususi uliobeba elimu ya malezi, makuzi pamoja na maendeleo ya awali ya mtoto ili kumsaidia mzazi na mlezi kufahamu malezi bora. Beatrice Gerard ana undani wa taarifa hii. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum akiwa katika kikao kazi kinachokutanisha wataalamu wa wizara hiyo na wadau wa watoto mkoani Arusha, anatoa msisitizo wa kutengenezwa kwa ujumbe mahususi utakaosaidia jamii kuwa na mtazamo chanya katika malezi. Ni jumbe zipi zitaleta utofauti kwa umma wa Tanzania? Kwa sababu jumbe zimekuwepo. Pia tuishepu hii jamii inayotutengenezea watoto kutokana na tabia na mienendo yao. Kwa upande wake, mkurugenzi wa watoto Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Sebastian Kitiko anabainisha umuhimu wa ujumbe hizo hasa katika kutoa elimu juu ya ukatili wa kijinsia kwa watoto. Tunatarajia kwamba mwisho wa mwezi huu wa 3 tunahakikisha jumbe hizi zitakuwa zimekamilika na zitaanza kutumika katika jamii. Na ninyi mkiwa wadau wetu wa habari, basi mtatusaidia kutoa habari hizi. Star TV
mnafanya kazi nzuri hasa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tunatamani tuone hizo jumbe zinafikia jamii yetu. Wasanii ni moja ya kundi linalosisitizwa kutumia sanaa yao kutengeneza ujumbe zenye maadili, ikiwemo kushirikisha watu wenye ulemavu, ambapo matarajio ni kuona jamii inakuwa na malezi yenye mwitikio kwa watoto wao. Hizi zitasaidia sana kuelimisha jamii, hasa kwa ngazi ya chini kule kabisa, ambako tutawatumia CHW, lakini vile vile tutatumia wasanii, lakini jumbe nyingine zitaenda kwa njia ya radio. Ni kufanya uragibishi na uchechemuzi kwenye level ya jamii, lakini pia jumbe ambazo tunazitoa na kuwasilisha kwenye jamii inabidi ziwe zimekuwa approved au zimethibitishwa na wizara. Sasa kushiriki kwenye hili zoezi tunapata fursa ya kutengeneza jumbe ambazo ni rafiki kwenye jamii. Sani, kitu ambacho nitafanya ni kutumia sanaa yangu, ujuzi wangu, pengine maneno yangu, hisia zangu kusaidia jamii kwa kutengeneza nyimbo, lakini kutengeneza content, kutengeneza maudhui tofauti tofauti, na ikiwezekana kujifunza ishara za kuongea na ndugu zetu ambao wana matatizo ya kuona, kusikia, kuona, ili niweze nikawafikia wote. Huu ni mwendelezo wa jitihada zinazofanywa na serikali za kuimarisha afua za malezi nchini. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Benki ya Stanbic imeandaa futari maalum jijini Dar es Salaam ikiwa ni sehemu ya kushiriki baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhan pamoja na kuimarisha uhusiano na wateja wake. Tupate taarifa zaidi. Katika hafla ambayo mgeni rasmi alikuwa Mufti Mkuu wa Tanzania, iliwakutanisha pia viongozi wengine wa dini, viongozi wa benki pamoja na wateja, ambapo pamoja na mambo mengine suala la kuimarisha mshikamano na maadili ya kijamii limesisitizwa. Niwahusie ndugu zangu Waislamu ambao tumefuturu pamoja hapa na hata wale ambao watabahatika kunisikia, kufanya juhudi kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu zaidi kwa kuhuisha usiku zote hizi za 10 la mwisho kwa ajili ya kutafuta usiku mtukufu wa Lailatul Qadr. Kupitia futari hiyo, Stanbic Bank imesisitiza dhamira yake ya kuendelea kujenga mahusiano ya karibu na wadau wake, huku ikiendeleza maadili ya heshima, mshikamano na utoaji kwa jamii. Tumeendelea kuwa ni benki ya kimkakati. Tumeendelea kuboresha huduma zetu kwa namna ambavyo tunaona kwamba itawasaidia na kuwafaa wateja wetu. Mtakumbuka tumekuwa na sherehe za miaka 30 mwaka jana. Kwa hiyo mwaka huu tumetimiza miaka 31 ya kuwepo hapa Tanzania. Lakini kama mnavyofahamu, ni benki ambayo ni sehemu ya Standard Bank Group na tumekuwepo kwa zaidi ya miaka 160 tukitoa huduma za kibenki kwenye sehemu mbalimbali, na hapa Afrika tupo kwenye nchi kadhaa, na Tanzania kama nilivyosema tupo kwa zaidi ya miaka 30. Tukio hilo pia lilitoa fursa kwa washiriki kubadilishana mawazo na kuimarisha ushirikiano unaochochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini. Napenda sana kuishukuru Stanbic na uongozi wake kwa kutualika leo kwa ajili ya iftar. Tumepata kushiriki pamoja, tumefurahi, na pia napenda kuwashukuru Stanbic kwa huduma wanazotupa sisi wateja wao pamoja na wafanyakazi wetu. Wameturahisishia, sasa hivi wafanyakazi wetu wanachukua mikopo straight from Stanbic kwa interest nafuu. Asanteni sana Stanbic. Naibu balozi wa Uingereza nchini Tanzania, Sally Hadley, ameipongeza serikali kwa hatua za kudhibiti ongezeko la watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo kupitia dawati la huduma za ustawi wa jamii katika stendi za mabasi. Taarifa ya mwandishi wetu Elisha Ndalo inasomwa studio. Naibu balozi Sally Hadley amebainisha hayo wakati alipotembelea ofisi ya dawati la huduma za ustawi wa jamii katika stendi kuu ya Nyegezi mkoani Mwanza, ambapo amesema utendaji kazi wa dawati kumeleta tija katika kuwa na huduma bora kwa watoto. So this is clearly a system that is very effective. There are thousands of children and vulnerable adults who have been supported and signposted to different services through desks like this across the country. So thank you once again, thank you for all your work.
Meneja mradi wa shirika la Railway Children Africa amesema idadi ya watoto wanaoishi na kufanya kazi katika mitaa na stendi ya mabasi nyegezi imepungua kutokana na elimu iliyotolewa kwa wadau mbalimbali, usafirishaji na kufanikiwa kuwarejesha walikotoka. 25 mpaka Januari 26 ni zaidi ya watoto 200 ambao wamerejeshwa kwenye familia zao, na asilimia kubwa ni watoto ambao walipatikana kupitia hii stendi ya mabasi ya Nyegezi. Naye kaimu afisa ustawi mkoa wa Mwanza Godlove Lulandala amesema serikali na wadau wamekuwa wakishirikiana kuhakikisha wanaondoa watoto katika mazingira hatarishi na kuwarudisha katika familia zao, huku mratibu wa dawati la huduma za ustawi wa jamii Nyegezi Edith Ngowi anabainisha jinsi dawati lilivyowasaidia watoto. Lakini serikali inatenga budget kwa ajili ya kuwezesha haya madawati kuendelea, na tunaweza kuendesha session ama mawasiliano yetu kwa njia mbalimbali, aidha ni kwa njia ya kuchora picha. Meneja wa stendi kuu ya mabasi Nyegezi Yohana Mabelele na mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi kituo cha mabasi Nyegezi Laurent Joni pamoja na Mwamwaja wamesema watoto wengi wanatoka mikoani na wengine nchi jirani kuja kufanya kazi. Unajua, kama watoto wanadhani huku mjini kuna maisha, wanajua kuna fursa watazipata. Wapeleka kwenye vituo vya watoto kwa ajili ya kupata elimu, lakini pia na wengine wanarudisha nyumbani. Lakini tunashukuru hiyo ofisi wanatusaidia sana kwenye swala la kuhifadhi. Uwepo wa dawati la huduma za ustawi wa jamii katika stendi kuu ya mabasi Nyegezi kumetajwa kusaidia zaidi ya 80% ya watoto waliokuwa wakifanya kazi mitaani kuwaunganisha na familia zao. Waamini wa dini ya Kiislamu mkoani Mara wametakiwa kulitumia 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan katika kufanya ibada mbalimbali na kuendelea kuomba radhi za Mwenyezi Mungu. Tupate taarifa zaidi. Akisoma dua maalum wakati wa iftar, Sheikh wa mkoa wa Mara Msabaha Kasimu amesema dini ya Kiislamu ni dini inayomtaka muumini kusamehe na kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuondoa toba zake. Na wageni wetu wote waliokubali kuja kutuadhimisha hapa, wamekuja kutupamba hapa, wamekuja kututangaza. Mwenyezi Mungu na wao watangaze, watengenezee mambo yao, wafanyie mambo yao yawe mepesi, wafungulie riziki zao, waondoshe mitihani, wanaoguliwa Mwenyezi Mungu waondoshe maradhi kwenye familia zao. Wakizungumzia umuhimu wa wenye uwezo kufuturisha waliofunga, baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu wameshukuru mfuko wa Nyesaho kwa kuamua kuunganisha katika iftar ya pamoja. Jambo hili limepokelewa kwa kweli, limepokelewa kwa kiasi kikubwa na waumini wote, madhehebu mbalimbali, walikuwa maaskofu wetu. Ni muombe jambo hili alilolifanya kwa kipindi hiki liendelee katika kila Ramadhani. Hapa tulikuwa na mashehe, tulikuwa na waumini wa dini ya Kiislamu na hata waumini wa dini ya Kristo pia walikuwepo. Kwa hiyo tukio hili limetufunza kwamba sisi wa Tanzania ni wamoja, na sisi wa Tanzania tunapendana na bado tuna amani, na tutaendelea kudumisha amani katika nchi yetu hii. Lakini pia tunafanya hivi kwa ajili ya kugusa maisha ya kila mmoja wetu, wenye changamoto na wasio na changamoto katika kipindi hiki cha Ramadhani na Kwaresima, lakini pia ni muendelezo wa matukio mbalimbali ambayo tunayafanya katika mkoa wa Mara na kanda ya Ziwa. Kwa hiyo siku ya leo tunashukuru Mungu kwamba iftari yetu imekwenda salama. Tunawashukuru viongozi wote walioshiriki katika kuhakikisha kwamba tunashiriki pamoja na tunaendelea kudumisha amani kama tunu ya taifa letu. Mkuu wa wilaya Musoma Juma Chekoka anaitumia fursa hiyo kuwataka waumini wa dini ya Kiislamu kuitumia fursa ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kutenda katika yaliyo mema. Tutumie mwezi huu wa Ramadhani na Kwaresima katika kuhakikisha kwamba tunasameheana. Si jambo jema sana katika kuendelea kutengenezeana visasi, wakati tunafahamu kabisa tunapokoseana tunaweza tukakaa chini tukasameheana, na ndio mwezi wenyewe huu wa kuhakikisha pia tunafanya toba na tunajirudia mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Iftar ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani waunganisha waumini wa dini ya Kiislamu kutoka wilaya mbalimbali za mkoa wa Mara kwa nia ya kufuturu pamoja na kuweka mahusiano baina yao.
Huduma za matibabu katika hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya zinatarajiwa kuimarishwa zaidi kufuatia kupokelewa kwa msaada wa vifaa tiba vya kisasa ambavyo vina thamani ya shilingi milioni 103. Taarifa zaidi na Laudence Mkonda. Hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya imepokea msaada huo wa vifaa tiba kutoka kwa uongozi wa King James Pharmacy, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha huduma za afya nchini. Tunapenda kutoa vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 103 katika kutoa huduma na kuboresha huduma katika hospitali yetu ya rufaa ya kanda ya Mbeya. Lakini hii ni pamoja na kuunga juhudi za serikali ambayo imeendelea kuboresha huduma za afya kwa kuanzia majengo, vifaa tiba. Kwa sisi kama King James Pharmacy tumeona tuunge mkono kwa upande wa suala la vifaa tiba. Kwa upande wao, watumiaji wa vifaa hivyo akiwemo muuguzi mkuu wa hospitali hiyo Petro Seme pamoja na mkuu wa kitengo cha physiotherapy Serafini Mshi wamesema kuwa vifaa hivyo vya kisasa vitaongeza ufanisi wa utoaji huduma kwa wagonjwa. Napenda kuchukua fursa hii kuishukuru King James Pharmacy kwa msaada wao mkubwa ambao wameutoa siku ya leo, ambao vitasaidia watoa huduma wetu kutoa huduma kwa ufanisi mkubwa na kupata huduma yenye ubora kwa wagonjwa wetu. Sisi tutusaidia sana kwenye kufanya kazi kwa wepesi, sababu vifaa vipo, tutahudumia wagonjwa kwa wakati, pia kwa wingi kulinganisha na mwanzoni kwa ufanisi. Nao uongozi wa hospitali hiyo kupitia mkurugenzi mtendaji Dr. Godlove Mbwanji umeelezwa kufurahishwa na msaada huo. Tumezoea misaada inatoka kwa watu wa nje. Unasikia kutoka sijui kwa wazungu, kutoka kwa sijui watu gani, lakini tunaanza kuona ndani ya nchi yetu taasisi wadau mbalimbali ambao ni wazawa wakiona haja ya kutoa sadaka zao na michango yao katika taasisi za afya na CCM za Darechi tukiwepo. Kwa tunapenda kuwashukuru sana na King James mlichokifanya leo ni kitu kikubwa sana ambacho kitabakia katika kumbukumbu ya hospitali hii. Vifaa hivyo vimejumuisha mahitaji muhimu kwa ajili ya idara ya tiba kwa vitendo, wodi ya watoto pamoja na kitengo cha uangalizi maalum cha ICU. Laudence Mkonda, Star TV, Mbeya. Serikali ya Zanzibar inatarajia kujenga shule kubwa za kisasa za ziada kutokana na ushirikiano wake na taasisi mbalimbali za kifedha ndani na nje ya nchi. Taarifa zaidi na Abdalla Pando kutoka visiwani Zanzibar. Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar, Dr. Juma Malik Yakil, akihutubia wakati wa iftari ya pamoja ya watoto mayatima na wadau sambamba na wateja wa benki ya CRDB, anasisitiza hatua za mradi huo. Karibuni tu tumekuwa kwa kushirikiana na benki ya Kijerumani yani Deutsche Bank, tumekuwa na mradi ama tunatarajia kuanza mradi mkubwa sana wa ujenzi wa shule za kisasa kabisa za ziada hapa Zanzibar, ambapo takribani dola za Kimarekani milioni 79 zinategemea kutumika. Lakini pia CRDB walituunga mkono wakati tukianzisha miradi yetu ya kujenga masoko. Aidha, Dr. Akil anafahamisha umuhimu wa sekta za kifedha kushiriki katika maendeleo ya nchi. Nilisema hili lazima niliseme kwa sababu muungwana lazima umsifu. Usisubiri amekukera ndio uanze kumshambulia na kumponda. Kwa hili nilipenda niliseme ili liendelee kutoa moyo kwa CRDB kuendelea kufanya kazi na serikali, lakini pia litoe moyo kwa taasisi nyingine za kifedha kushiriki nao katika maendeleo ya visiwa hivi. Benki ya CRDB inaendelea kutoa huduma mbalimbali ambazo hazikinzani na misingi sambamba na sheria za dini ya Kiislamu ili kutoa fursa kwa waumini wa Kiislamu ama yoyote yule atakayehitaji kuwekeza bila ya riba. Hapa meneja wateja wadogo na wakati Bonaventure Paul anafafanua huduma hizo. Tunawakaribisheni sana wateja wote kwa sababu tuna huduma ambazo hazikinzani na imani yetu ya Uislamu. Kwa hiyo kwa wote ambao wataendelea kuja kupata huduma katika matawi yetu yote ya benki ya CRDB ambayo tunajua kabisa yametapakaa kila sehemu, hii yote inatupatia uhakika wa kwamba huduma tutakazozipata zitakuwa zinaendana kabisa na imani yetu.
Wakati wadau mbalimbali wakiendelea kuunga mkono Uislamu katika kufutarisha maeneo mbalimbali katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Waislamu wanaendelea na 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Imeeleza kuwa mpango wa kuwajengea uwezo wazazi kuhusu umuhimu wa lishe bora kwa watoto utasaidia kwa kiwango kikubwa kupunguza changamoto ya ugonjwa wa utapiamlo. Taarifa zaidi na Sharifa Suleiman. Ni elimu inayotolewa na shirika la Mtoto Stawi Tanzania, lengo likiwa ni kuhakikisha wazazi na walezi wanapata elimu sahihi ya lishe bora kwa watoto kupitia mradi wa lishe bora unaotekelezwa na shirika hilo katika wilaya mbalimbali za mkoani Mwanza. Mratibu miradi Dr. Jacinta Mutakiawa anaeleza namna mradi huo ulivyowasaidia kina mama kuwa na ustawi mzuri kwa watoto. Lakini pia tukawafanya waone ni vyakula gani vinapatikana katika mazingira yao, hata katika uwezo mdogo walionao. Lakini pia wakapata maarifa ni namna gani wanaweza kutumia vyakula hivyo kwa ajili ya kuboresha afya za watoto. Lakini sambamba na hilo, tukawaunganisha na vituo vya kutolea huduma ambapo watoto hao watafanyiwa ufuatiliaji. Wameweka katika vitendo, na kwa kweli katika eneo la Msungu ambako tulianzia, tunaona afya za watoto zinaendelea kuimarika, maarifa sasa yamepatikana, wazazi kumbe wana uwezo wa kutumia vyakula vinavyopatikana katika eneo lao kwa gharama ndogo na wakaweza kuwahudumia watoto. Dr. Jacinta anasema mpango wao licha ya kusaidia watoto na wazazi, wana kila sababu ya kumwezesha mtoto wa kike kuzifikia ndoto zake. Kwa hiyo ni jukumu la wazazi ambao tunawajengea uwezo kwamba katika malezi yao hayo ni mambo wanayotakiwa kuyafanya, ni mambo ambayo wanatakiwa waeleze watoto, wahakikishe kwamba ni ulinzi wa mtoto. Mtoto atakuja, atasema nimekutana na fulani, alinishika hapa kwenye tako. Mzazi atachukua hatua na atafahamu kwamba mtoto wake yuko katika hatari. Hatua hii inanilazimu kuzungumza na Bi Hamida Ali ambaye ni mjumbe kutoka kamati ya utekelezaji ya jumuiya ya wazazi wa chama cha CCM. Anaona wazazi wakiwekeza kwenye elimu ya watoto, hakika jamii itakuwa salama. Kwa kushirikiana na viongozi na walimu ili tuweze kuongoza vijana wetu, na wanapopatwa na kitu labda shule au nje ya shule, wanatakiwa waseme kilichowapata ili watu waweze kuwasaidia. Na natamani nikipata nafasi hiyo ni wasaidie wanawake na watoto, hata vijana pia ambao mara nyingine wanadhulumika na wao bila kuelewa. Natamani kuwa kiongozi bora. Shirika la Mtoto Stawi Tanzania limeanza shughuli zake za kuisaidia jamii toka mwaka 2023. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Watumishi wa umma mkoani Tanga wametakiwa kuishi katika maeneo yao ya kazi waliopangiwa ili kurahisisha utoaji huduma kwa wananchi. Taarifa zaidi na Queen Yusuf. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tanga, Rajabu Abdalla, amefanya ziara katika wilaya ya Pangani na kutembelea zahanati ya Mwembeni iliyopo kata ya Madanga, kijiji cha Mwembeni. Katika ziara hiyo amesema ameridhishwa na kukamilika kwa ujenzi wa zahanati hiyo ambayo tayari imeanza kutoa huduma kwa wananchi waliokuwa wakikabiliwa na tatizo hilo kwa zaidi ya miaka 20. Haya ya kuwaona wananchi wenzetu, mama zetu, baba zetu, dada na kaka zetu walitembea umbali mrefu, ndiyo yaliyochangia chama na serikali katika wilaya ya Pangani kwenye mkoa wa Tanga tukashikamana kwa pamoja kuhakikisha changamoto hii imeondoka. Akiwa katika zahanati hiyo, Rajabu ametoa maagizo kwa watumishi wa umma mkoa wa Tanga kuhakikisha wanaishi katika maeneo wanayofanyia kazi ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Wapo watumishi wameajiriwa Pangani lakini jioni wanakwenda zao Tanga. Ndani ya mkoa mzima wa Tanga, mtumishi mahala alipoajiriwa aishi mahala hapo ili aweze kuhudumia wananchi muda wowote, wakati wowote, saa yote ya kazi. Na hapa katibu wa ujenzi wa zahanati hiyo, Waziri Sefu, anabainisha gharama za mradi huo. Katika utekelezaji wa mradi huu tumepokea kiasi cha shilingi milioni 362,367,084.
Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Mwembeni wameishukuru serikali pamoja na uongozi wa chama kwa kukamilika kwa ujenzi wa zahanati hiyo. Tulikuwa tunapata shida sana, tunajifungulia njiani, watoto wanakufa, saa nyingine tunashindwa kubeba mimba, lakini kwa sasa hivi tunashukuru tangu hizo zahanati kuja, Mama Samia Mungu ampe moyo huo, na mwenyekiti wetu wa chama pia tunamshukuru sana. Watembea kwa miguu. Wenzetu tunaweza kutembea na pikipiki, sasa tunaweza kutembea kwa miguu. Pamoja na hayo, mwenyekiti Rajabu ametoa kiasi cha shilingi milioni 10 ili kukamilisha ujenzi wa soko la Mnyongeni ambao unatarajiwa kukamilika ifikapo Septemba mwaka huu. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Mhubiri wa Injili kutoka Marekani Dana Morey amesema viongozi wa dini nchini wana wajibu wa kueneza neno la Mungu ili jamii iachane na maovu na kudumisha amani pamoja na utulivu. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Shinyanga juu ya maandalizi ya mkutano wa Injili utakaofanyika mkoani humo, mhubiri huyo wa kimataifa ameelezea lengo la mkutano huo. Hatutaweza kuwatendea vibaya. We won't ask for their money. Hatutawaomba watu hela. We won't preach crazy things. Hatutahubiri mambo yasiyokuwa na maana. We will preach the pure gospel of Jesus Christ. Tutahubiri injili halisi ya Yesu Kristo. We will pray for the sick in the name of Jesus. Tutaombea wagonjwa kwa jina la Yesu Kristo. And you should come with your cameras. Na tunaomba mje na kamera zenu. Because you will see testimonies of blind people that now see. Kwa sababu mtaenda kuona shuhuda za watu waliokuwa vipofu na wanaona. I say that because it happens at every crusade. Ninasema hivyo kwa sababu mambo hayo yanatokea katika kila mkutano. Baadhi ya viongozi wa makanisa ya Kipentekoste mkoani Shinyanga wameelezea jinsi mikutano ya kiinjili itakavyokuwa chachu ya mabadiliko ya kiroho kwa wakazi wa mkoani Shinyanga. Lakini kupitia mtumishi wa Mungu Dana Morey tunaamini kabisa Shinyanga inaenda kumrudia Mungu. Mambo ambayo yalikuwa yameshindikana, yale zile tabia ambayo ni mbovu kwa vijana, tabia ambazo zilikuwa ni mbaya ambazo haziwezi tena kuwa sawa kwenye jamii, kupitia mtumishi wa Mungu na neno la Mungu tunaamini kabisa watu wanaenda kubadilishwa. Kuna watu wanatoka ndani ya manispaa na nje ya manispaa, watu kutoka Kishapu, watu kutoka Iselamagazi wanafika, watu kutoka Kahama tumewapokea, watu kutoka Didia na sehemu zingine. Kwa hiyo kwa mwitikio huo na kusanyiko kubwa la watu watahudumiwa, na watu watakapohudumiwa tunategemea kuona badiliko kubwa sana. Katika mikutano hiyo, misaada na zawadi mbalimbali zitatolewa kwa watu wenye mahitaji maalum. Na mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuipenda na kuichagua Star TV. Star TV ipo na itaendelea kuwepo. Tafadhali sana endelea kufuatilia vipindi mbalimbali vya burudani, vya elimu pamoja na kukufahamisha. Star TV bado ipo nawe na itaendelea kuwepo. Tupumzike kidogo na kisha jicho letu mkoani litakuwa hapa. Msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, Star Times tuko nawe bega kwa bega. Furahia mawaidha, kaswida na vipindi bora vya dini kupitia TV Iman na IBN TV Africa, huku kupitia ST Swahili Channel ukiendelea kuburudika na tamthilia kali ya Vendetta kila siku saa 3 kamili usiku, bila kumkosa mzee wa ngumi jiwe Tangol kwenye Gangs of Manila kila siku saa 3:45 usiku. Wale wa Bongo Movies na series za kibongo, basi Mambo TV Swahili ndio nyumbani. Kupitia Novela E+, furahia tamthilia kali ya Lavender Fields inayokujia kila siku saa 2:50 usiku. Watoto nao wanaendelea kufurahia katuni pendwa ya Bonnie Bears na nyingine kibao kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia SC Swahili. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo, upate dekoda antina pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo.
sekta ya michezo ya kubahatisha inakuwa kwa kasi hapa Tanzania. Fahamu kuwa michezo ya kubahatisha inasimamiwa na kudhibitiwa ipasavyo na GBT ambayo ilianzishwa kisheria ili kuhakikisha kuwa sekta inaendeshwa kwa kufuata sheria, taratibu na kanuni, inachangia katika maendeleo ya taifa letu na jamii inalindwa dhidi ya athari zozote zinazoweza kujitokeza. GBT hii ndio mamlaka pekee hapa nchini yenye jukumu la kutoa leseni za michezo ya kubashiri, mashine za slot yani dubwi, kasino, bahati nasibu ya taifa na promotion zote za biashara zinazoendeshwa na makampuni na mashirika mbalimbali. Vile vile GBT inaishauri serikali juu ya viwango vya kodi. Pia inasimamia ushindani wa haki na kutatua migogoro baina ya waendeshaji na wachezaji. Elimika kaka, elimika dada, michezo ya kubahatisha ni burudani, sio mbadala wa kazi na ni marufuku kwa watu wa chini ya umri wa miaka 18. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania, GBT. Vituo vya afya Katoro, Mbogwe pamoja na Nzera mkoani Geita vimekabidhiwa mashine za kisasa za kupima ugonjwa wa sikoseli kwa lengo la kuboresha huduma za afya kwa watoto. Taarifa zaidi na Salma Mrisho. Makabidhiano haya yamefanyika katika kituo cha afya cha Katoro ambapo taasisi ya Tasiwa na TSDA ndio wanatekeleza mradi huu. Kuletwa kwa vifaa hivi ni kuhakikisha kila mtoto anayefika kupata huduma anapimwa ili kama ana viashiria vya ugonjwa wa sickle cell matibabu yaanze mapema. Basi kila mtoto atakayeingia tu kwenye eneo lako la kutoa huduma, hakikisha anatoka akiwa anajua kama ana kinasaba cha sickle cell ama ana ugonjwa wa sickle cell ama hana. Itakuwa ni faida kubwa sana, tutakuwa tumeokoa maisha, kwa sababu sickle cell inachangia 7% ya watoto wanaofariki chini ya miaka 5. Kwa kipindi cha zaidi ya miezi miwili tangu kuanza kwa huduma hii mkoani Geita, tayari watoto 1700 wamepimwa katika vituo 5 vya afya vilivyopatiwa vifaa vya upimaji. Sababu idadi ambayo tayari tumeshafanya vipimo, watoto 1706 kati ya 20,000 ambayo ni target tulionayo katika mradi huu, tayari ni sawa na 0.08. Kwa hiyo sio mbaya kwa miezi miwili, kwa sababu mwezi wa 3 haujaisha. Hizi takwimu tuseme ni za mwezi wa kwanza na wa pili. Tumeshapima na mpaka sasa tuna watoto 76 ambao tumewatambua ambao wana sickle cell SCS. Hiyo ni ishara kwamba ugonjwa wa sickle cell hapa ni mkubwa na tunatakiwa tufanye hatua zaidi. Huduma hii ya upimaji imetangazwa kuwa ni bure kwa wananchi. Na tunaahidi kuwa na matokeo makubwa, na ikiwezekana kuna muda hata hizi skana na hisi huenda zikapungua, kwa sababu najua mwitikio utakuwa ni mkubwa sana. Ambako kuna mikoa mpaka sasa hivi hawana hata moja. Lakini tumeprioritize hapa, tukiwa tuna imani kwamba tunaweza kutumia vizuri, tutatunza, lakini pia kile ambacho kilicholengwa kitafanywa kazi vizuri. Aidha, utunzaji wa vifaa hapa unasisitizwa ili huduma iwe endelevu. Vituo vyetu vya afya, kama tunavyofahamu, serikali lengo lake ni kusogeza huduma jirani na wananchi. Haiwezekani mtu atoke hapa Katoro, panaitwa Katoro, aende hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita. Yaani tunakuwa tuwatendei haki wagonjwa zetu. Kwa hiyo mimi ni wasisitize sana tuhakikishe tunaboresha hizo kliniki zetu. Sambamba na hilo, watoa huduma wa afya katika vituo husika wamepatiwa mafunzo ya matumizi sahihi ya mashine hizi ili kuhakikisha vipimo vinafanyika kwa ufanisi. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Habari za biashara na uchumi zinafuata. Endelea kuwa nami. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara.
PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Tanzania imezindua programu ya kitaifa ya miaka 4 ambayo inalenga kusaidia biashara changa 1000 zenye ubunifu na uwezo wa kukua, hali ambayo itaifanya kuwa lango la ubunifu barani Afrika. Taarifa zaidi na Athmani Mihula. Akizungumza katika uzinduzi wa programu hiyo jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, Dr. Amos Nungu, amesema taifa lina idadi kubwa ya vijana wabunifu, lakini mawazo mengi hubaki katika hatua ya awali kutokana na changamoto za msaada wa kiufundi, mitaji na mifumo ya kukuza biashara. Hivyo programu hiyo ni muhimu katika safari ya Tanzania kuelekea uchumi unaoongozwa na maarifa, ubunifu na teknolojia. Hasa hao wote tukiwa kwenye database tulionayo na wengine ambao bado hatunao wapo mtaani, wote tuwaingize, lakini pia tuboreshe, tuwaequip na wao. Kama tumekuja na hii acceleration program kushirikiana na private sector kusudi kwa pamoja tuweze kuwasaidia na kuexpose, kuwapeleka sokoni. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Sahara Venture, Jumanne Mtambalike, amesema katika kipindi hiko cha miaka 4 kuanzia 2026 hadi 2029, kila mwaka kampuni changa 250 zitachaguliwa na kupewa mafunzo, ushauri wa biashara pamoja na fursa za mitaji na masoko. Hii programu inaanza na itakuwa na target sector mbalimbali, na lengo hasa ni kusaidia kuangalia kwa namna gani ubunifu pamoja na teknolojia itatumika kuimpact hizo sekta ambazo tumezisema, ili kwa pamoja tuweze kufikia malengo yetu ya dira 2050. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Dar Technohama Business Incubator DTBI, Patience Karua, amesema taasisi hiyo imejipanga kushirikiana katika utekelezaji wa programu hiyo ili kusaidia vijana kuboresha mifumo ya biashara zao na kuvutia wawekezaji. Na madhumuni yake ni kujenga matokeo chanya especially kwenye ecosystem ya biashara nchini Tanzania. Kuna biashara nyingi sana ambazo zina changamoto, especially namna ya kubiasharisha biashara zao. Programu hiyo itatekelezwa kupitia Dar Technohama Business Incubator DTBI na Buni Innovation Hub. Ni majukwaa ya kitaifa ambayo yapo chini ya COSTECH na itajikita katika sekta 6 muhimu za maendeleo ya uchumi, ikiwemo nishati, teknolojia, madini, kilimo na mifugo, pamoja viwanda na ubunifu. Athmani Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS imetangaza kuanza kwa utafiti wa kitaifa wa kukusanya takwimu mbalimbali kuhusu shughuli za biashara, sekta isiyo rasmi pamoja na huduma za fedha kwa wafanyabiashara wadogo na uzalishaji viwandani. Tupate taarifa zaidi. Taarifa za kuanza kwa tafiti hizo zimetolewa jijini Dodoma na mtakwimu mkuu wa serikali Daktari Amina Msengwa mbele ya wanahabari. Kupitia tafiti hizi, hasa hii ya huduma za fedha kwa wafanyabiashara, serikali inategemea kupata takwimu muhimu zitakazotumika kupima maendeleo ya utekelezaji wa mkakati wa taifa wa ujumuishaji wa kifedha awamu ya 3, yani NFIF 3, pamoja na mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha, hususan katika kutoa ushahidi wa kitakwimu kuhusu upatikanaji wa mikopo, utoaji wa bima, upatikanaji wa bima, huduma za bima, lakini pia kupata akiba na huduma za fedha za kidigitali kwa biashara ndogo sana kama tulivyosema awali, ndogo lakini pia na zakati. Pia matokeo ya utafiti huu utasaidia katika kuimarisha juhudi za kuendeleza sekta ya fedha nchini na kuboresha utoaji wa bidhaa na huduma za fedha zinazokidhi mahitaji ya wafanyabiashara wetu hapa nchini. Aidha, Dr. Msengwa kaongeza kuwa utafiti huo utachukua takriban miezi 2 kuanzia Machi 11 hadi Mei 10 mwaka huu. Tutambue kwamba tafiti hizi zitafanyika nchi nzima kwenye maeneo ambayo yamechaguliwa kitafiti, na kwa ujumla tumetengeneza sampuli ya maeneo zaidi ya 1500, na haya yataenda sambamba na zile tafiti zetu 2, utafiti wa sekta isiyo rasmi
pamoja na tafiti yetu ile ya wafanyabiashara. Na mtazamaji, mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde ni habari za kimataifa. Endelea kuwa nami. Katika mgogoro unaoendelea huko Mashariki ya Kati, Irani imesema dunia inapaswa kuwa tayari kupanda kwa bei ya nishati ya mafuta kwa dola 200 kwa pipa, huku vikosi vyake vikipiga meli mbalimbali zikiwemo za wafanyabiashara katika ghuba ya Uajemi. Taarifa zaidi na Charles Machugu. Huku vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vikikaribia wiki mbili sasa, kamandi ya jeshi la Iran imesema dunia inapaswa kujitayarisha na kununua pipa moja la mafuta kwa dola 200 za Kimarekani. Bei za mafuta zilizokuwa zimepanda sana mapema wiki hii zimeonekana kupungua kidogo, huku wawekezaji wakimwomba rais wa Marekani Donald Trump atafute njia kuvimaliza vita alivyovianzisha na Israel haraka na ambavyo vinakaribia kwa wiki mbili sasa. Lakini hadi sasa hakukuwa na ishara ya upande wowote kulegeza msimamo wake, wala dalili za kuwa meli zinaweza kupita salama kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, ambao kawaida hupitisha robo ya mafuta yanayotumika duniani. Naye waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema mashambulizi yao yataendelea dhidi ya Iran bila ya kuweka ukomo wowote wa wakati hadi pale malengo yao yote yatakapofikiwa. Hadi sasa zaidi ya watu 1300 wamekwisha uawa nchini Iran tangu Februari 28 pale Israel na Marekani zilipoanzisha mashambulizi yao dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu, na wengine kadhaa wameuawa kule Lebanon, huku Israel ikipoteza watu 13 na Marekani ikisema imepoteza wanajeshi 7 na wengine 140 wakijeruhiwa. Tukiangazia Marekani, waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright amesema Marekani itatoa mapipa milioni 172 ya mafuta kutoka akiba yake ya kimkakati ya mafuta katika juhudi za kupunguza bei za mafuta ambazo zimepanda kutokana na mshituko wa usambazaji kwa sababu ya vita dhidi ya Iran. Mataifa 32 wanachama wa shirika la nishati la kimataifa wamekubaliana kwa kauli moja ombi la Rais Trump la kupunguza bei za nishati kutoka kwa mapipa milioni 400 ya mafuta na bidhaa zilizosafishwa kutoka kwenye akiba zao husika. Rais Trump ameahidi kulinda usalama wa nishati ya Amerika kwa kusimamia hifadhi yote ya petroli ya kimkakati kwa uwajibikaji, na hatua hii inaonyesha kujitolea kwake kwa ahadi hiyo. Kwingineko, Iran na Hezbollah zimeanzisha mashambulizi yaliyoratibiwa dhidi ya Israel, huku vurugu za walowezi zikiongezeka katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Tehran kimethibitisha shambulio la kwanza la pamoja tangu vita kuanza, huku makombora yakirushwa kwa wakati mmoja kutoka Iran na Lebanon kuelekea katikati na kaskazini mwa Israel. Hezbollah inasema mashambulizi hayo ni ya kulipiza kisasi kwa mashambulizi makali ya Israel dhidi ya Lebanon, huku kundi hilo likisisitiza uwezo wake wa kijeshi ubaki bila ya kuathiriwa. Wakati huo huo, walowezi wa Israel walichoma msikiti karibu na Nablus katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa, huku Wapalestina wa eneo hilo wakiripoti mashambulizi yanayoendelea ambayo hayaadhibiwi kwa kiasi kikubwa. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Rais mpya wa Chile aliyeapishwa, Jose Antonio Cast, mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia, amewahutubia wafuasi waliokuwa wakishangilia kutoka kwenye roshani ya jumba la Moneda baada ya kuapishwa kwake mjini Santiago. Katika hotuba yake ya kwanza baada ya kuchukua madaraka, Cast ameelezea maono yake ya nchi hiyo na kuwashukuru wafuasi waliokusanyika nje ya jumba la rais. Hotuba hiyo inaashiria mwanzo wa sura mpya ya kisiasa nchini Chile, huku taifa likiangalia mwelekeo wa uongozi wake mpya.
Jose Antonio Cast ameahidi kupindua baadhi ya sera za kimaendeleo za mtangulizi wake wa mrengo wa kushoto na kuiongoza serikali ya dharura. Na mtazamaji, basi mwisho wa habari za kimataifa. Punde ni habari motomoto za michezo na burudani. Kuna baadhi ya vitu huwa haviji kwa sababu wakati wote vipo. Mnajua, kila siku ninapoamka huwa najiona ni bora zaidi ya jana. Sio kwa siku moja tu, bali vipo wakati wote. Sisi hatutazami tu kwa macho yetu ya kawaida, bali tunaunda ulimwengu mpya. Mpaka pale ghafla kitu kinapobadilika. Sisi ndo wale tuliokuwa tukijitarajia. Kwa kuona, ijue asili yako. Kwa kutambua, yatajeni majina ya kila mmoja wenu kwa sifa na heshima. Na kwa kubadilika. Kila wakati ninapohisi kupungukiwa na imani, huwa namshirikisha Mungu. Kuachana na nitafanya baadaye na kuamua kufanya sasa hivi. Wanawake hawapatiwi heshima kwa wakati, japo ni sehemu ya historia. Wanaunda kila hadithi, kila sauti na kila pumzi. Zawadi kubwa zaidi kwenye maisha yako ni kuishi kwenye uhalisia. Tupo kwa sababu yupo, na pia hata kesho watakuwepo. Michezo na burudani, ambapo uongozi wa chama cha mchezo wa riadha mkoa wa Dar es Salaam DAA umesema unatarajia kuendesha kliniki ya siku 3 ya kusaka vipaji vya mchezo huo kwa vijana ambao wapo chini ya umri wa miaka 6 na kuendelea, ambapo lengo ni ambao watakuwa katika programu maalum ya kuendeleza vipaji basi waendeleze zaidi. Habari zaidi na Mbwana Shomari. Programu hiyo inalenga kuwainua vijana wenye vipaji ambao baadaye watakuwa msaada kwa Tanzania katika kuwakilisha vyema nchi katika mashindano ya kimataifa. Katibu mkuu wa chama cha mchezo wa riadha mkoa wa Dar es Salaam DAA Felix Chunga amesema baada ya kuwapata vijana hao watawaweka kwenye vituo mbalimbali vya kukuzia vipaji kwa lengo la kuandaa kiushindani. Hapa karibuni vijana wetu wengi wa watu wazima hawa elite runners, wakina Simbu, wakina Gabriel Gay, wakina Magdalena Crispian ndio wanalizetu ambao wamepeperusha bendera ya taifa nchi za nje kwa wakati wa karibuni. Kwa hiyo tumeangalia, tumeona hiki kizazi si muda mrefu itaenda kuisha. Kwa hiyo ili kuinua, kupata watu wengine wapi, lazima tuinue msingi. Huwezi kujenga nyumba bila kuanza msingi. Kwa hiyo tumeamua kutafuta vijana wengine wadogo kwa kuinua msingi toka chini kwa ajili ya kuwapata na kuendeleza, ili tuweze kupata vijana wengine ambao watapokuwa na hao kina Simba wanafifia, vijana wapi wanajitokeza ili waendelee kupeperusha bendera ya Tanzania ya kitaifa na kimataifa. Chunga amesema vijana hao watakaopatikana watakuwa suluhisho la kukosa wakimbiaji wa mbio za uwanjani na zile za kuruka viunzi, kutokana na miaka hivi karibuni Tanzania kuwa na wakimbiaji wengi wa mbio ndefu kuliko mbio fupi na za uwanjani. Kwa wale wakubwa kuendeleza na kwa wao wadogo kuibua. Ni kwa maana ya kwanza katika Tanzania, nadhani hii Dar es Salaam ndio sisi tuanza kuifanya, na hii italeta impact kubwa sana huko mbeleni, kwa sababu tushapata wale vijana wazuri. Kwa kweli tunania kuendeleza kwa hadi na mali, sisi tutapambana kila njia ili tuweze kupata namna ya kuendeleza wale vijana wadogo ambao nadhani itakuwa ni taifa la kesho kwa kupeperusha bendera yetu nchini. Baadhi ya wadau wa mchezo wa riadha jijini Dar es Salaam wamesema kliniki hiyo ni vema iwe mfano kwa mikoa mingine kwa lengo la kulifanya taifa liwe na wawakilishi wengi kwenye mbio za kimataifa na kwenye mashindano mbalimbali. Lakini kila mwaka sasa hivi tunapata kila mwaka wanaweza wawili. Kwa na imani mimi kila wakifanya mazoezi vizuri, wakaperform vizuri, na imani kila kitu kinawezekana, na mtaani kuna vipaji vingi sana. Itenge yani sehemu wao wanachagua wanariadha kutoka shule za msingi na sekondari. Yani tuache mwaka huu, labda miaka ijayo mbele, sawa, inabidi waanze kuzungukia mashuleni, umeona, kwa sababu shule nyingi zina watoto wenye vipaji, afu hao ndo tegemeo la kesho. Kliniki hiyo inaunga mkono juhudi za chama cha riadha nchini RT katika kukuza mchezo huo. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Tunasonga mbele na habari za michezo na burudani, ambapo kocha mkuu wa klabu ya Simba Steve Barker amesema uwepo wa mashabiki wa klabu hiyo kila wanapokwenda kucheza michuano ya ligi kuu ya NBC kunawapa hamasa wachezaji katika kuhakikisha basi wanafanya vizuri katika michezo mbalimbali wanayocheza. Tupate taarifa zaidi.
Wachezaji wa klabu ya Simba wakipeana kongole na mashabiki wao muda mfupi baada ya klabu hiyo kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Singida Black Stars katika michezo iliyopigwa kwenye uwanja wa Airtel mkoani Singida. Kocha Steve Barker amesema mashabiki wanawasaidia kwa kiasi kikubwa kuwafanya wachezaji kuvuja jasho na hatimaye kufanya vizuri katika mchezo husika. And we will continue to fight for them. We'll continue to give 100% every match. That we will promise and guarantee. We just want them to just keep coming in the numbers. The more numbers that come to matches and the more they support us, the more energy it gives our players. So thank you to the supporters for coming out today. Kiungo mshambuliaji wa klabu hiyo Clatous Chota Chama amesema mechi yao na Singida ilikuwa ngumu muda wote wa mchezo, lakini mwisho wa siku imewaacha na tabasamu la ushindi. Shukuru Mungu tu kwamba kutakuwa na muda zingine zinakuwa za chini, zingine zinakuwa za pale top. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema baadhi ya wachezaji wa timu ya Singida Black Stars wameshindwa kuzingatia usalama wa wachezaji wengine kwa kucheza mchezo usio wa kiungwana. Yule beki alikuwa anacheza upande wa kulia kule siyo kushoto, Abdurazak kama sikosei. Nadhani alikuwa na mission maalum dhidi ya Libase Gay. Kila Libase alipokuwa na mpira alikuwa anampamia, anamvamia, alikuwa anafanya kila kitu kiovu kwa ajili ya kumuumiza Libase Gay. Lakini umeona hata rafu ambayo amechezewa Nixon Kibabage ni makusudi kabisa, mtu karuka kwa kiwiko kampasua. Nadhani dhamira yao ilikuwa ni hiyo, kuwaumiza wachezaji wetu, lakini nimependa ile calmness ya wachezaji wetu ya kwamba sisi tuendelee kucheza mpira, tuendelee kutafuta mabao. Huu ni mchezo wa pili kwa klabu ya Singida Black Stars kupoteza kwenye uwanja wao wa nyumbani.